Watu wenye ujasiri wa imani maneno yao huwa yadondoki chini. Haleluya, mtu wa Mungu. Katika ibada ya Jumapili ya tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2026, wakati ibada ikiendelea, ibada yenye mlengo wa kinabii unaosema nguvu ya ujasiri katika imani, mpaka mafuta wa Bwana MWB James Onea aliweza kutoa neno la unabii linalohusiana na hali itakayokumba baadhi ya mataifa kutokea katika ardhi. Nilikuwa nauchungulia mwezi wa 6 jinsi ulivyo, mataifa yakae sawa sawa. Mpaka mafuta wa Bwana alizungumza kwa lugha ambayo kwa namna moja au nyingine haikuwa ya wazi sana, na haya ndio yalikuwa maneno yake. Yaani mwezi wa 6 jinsi ulivyo ni kama sehemu yenye kisima cha maji kinatokota, lakini yale maji ni maji ya moto, yanatokota hivi. Lakini tena katika siku ya Jumatano ya tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2026, wakati wa ibada ya maombi ya ukombozi wa hatima sehemu ya pili ikiwa inaendelea, mpaka mafuta wa Bwana MWB James Onea akapanua kwa kiasi neno la unabii ambalo alilitoa hapo awali, na kwa sasa aliendelea kwa kina zaidi na kusema, mwezi huu utasikia mambo mengi ya ajabu. Huu ni mwezi wa kuombea sana, mtu wa Mungu. Mwezi wa 6 2020 na ngapi, 26, niliwaambia niliona nchi ardhi inafanyaje? Inatokota, inatoa moto. Na hili jambo ninavyozungumza ni jambo ambalo litaasili baadhi ya mataifa. Amen. We are going to begin to pray kuyaombea mataifa, kwa sababu niliona kitu kama volcanic eruption kutoka katika ardhi, alafu katika mataifa mbalimbali moto ukaanza kuwaka. Amen. Na huu ni mwezi wa kusimama mahali palipo nini? Palipomoka. Hallelujah. So we are going to pray. We are going to pray. Amen. Kwa sababu naona tumbo la mwezi wa 6 linatokota. Unanielewa nazungumza Tumbo la mwezi wa 6 linafanyaje? Linatokota. Thank you Jesus. Blessed be your name. Amen. Mungu akiniambia zaidi nitawaambia, lakini mark what I have said. Amen. There shall be signs, reactions here and there from this nation to another nini? To another nation. Hallelujah. Mimi ukiona natoa mlengo wa kinabii wa mwezi, I take time to hear from God. Mtu wa Mungu, hivi ndivyo ambavyo neno hili la unabii lilivyoanza kutimia ndani ya mwezi huu wa 6, sawa sawa na vile ambavyo mpaka mafuta wa Bwana MWB James Onea alivyotabiri, ambapo mnamo siku ya Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2026, tetemeko kubwa la ardhi lilitokea katika nchi ya Ufilipino. Tetemeko hili ambalo lilikumba maeneo ya kusini mwa nchi hiyo na kusababisha uharibifu na tahadhari ya tsunami. Utimilifu wa maneno haya ya unabii haukuishia hapo, mtu wa Mungu. Mnamo siku ya Alhamisi ya tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 2026, matetemeko makubwa ya ardhi yalikumba mataifa matatu duniani, ambapo tetemeko la kwanza lilipiga pwani ya kaskazini mwa California, tetemeko lenye kipimo cha 5.6 mara tu ya saa 2 asubuhi siku ya Jumatano saa za ndani, likifuatiwa na tetemeko kubwa zaidi Venezuela, tetemeko lenye kipimo cha 7.5 ambalo lilipiga pwani ya kaskazini mwa Venezuela baada ya saa 12 jioni siku ya Jumatano saa za ndani. Takriban nusu saa baadaye, Japan ilikumbwa na tetemeko la nguvu lenye kipimo cha 6.9 yapata saa 7:30 siku ya Alhamisi saa za huko. Mtu wa Mungu, hii ni baada ya siku 32 tu kupita baada ya mpaka mafuta wa Bwana MWB James Onea kuachilia neno hili la unabii. Watu wenye ujasiri wa imani maneno yao huwa yadondoki chini.
lije jua ije mvua. Tukumbuke ya kwamba jambo hili limeathiri mataifa. Hivyo basi unabii huu ambao mpakwa mafuta wa Bwana aliutoa ni dhahiri kabisa ya kwamba ulikuwa ni unabii wa kimataifa. Pia mpakwa mafuta wa Bwana aliweza kusema ya kwamba imetupasa kusimama mahali palipobomoka ili tuweze kuomba sana kwa habari ya mwezi wa 6 na kwa miezi iliyobakia. Hii ni hakika na kweli ya kwamba Bwana Mungu ametuinulia nabii katika taifa letu la Tanzania, nabii mwenye jicho la kuona na kutabiri mambo ya kitaifa na kimataifa, na yakatimia hakika. Si mwingine bali ni mpakwa mafuta wa Bwana MWB James Onea. Tuna kila sababu ya kumshukuru Bwana Mungu wetu na Kristo wake kwa neema hii ambayo ametupatia Watanzania kwa kutupa nabii huyu ambaye amefanyika kuwa baraka kabisa katika taifa letu, kuanzia ngazi ya mtu mmoja, familia, jamii, kitaifa na hata kimataifa. Mtu wa Mungu, baki umebarikiwa. Asante. Shalom.